wa Tanzania. Kazi iendelee. Mheshimiwa wetu mbunge Kembaki wa jimbo la Tarime mjini amenikabidhi fedha ni wakabidhi kuunga mkono kwenye kikundi chenu. Anafurahishwa na umoja wenu. Anapenda mnapofanya kazi na namna mnapomuunga mkono. Labda utoe maelekezo na upigie. Leo ilikuwa hii ndio mgeni rasmi. Na kwa bahati mbaya majukumu yuko nje ya wilaya. Kwa hiyo niliomba mimi nimwakilishe na nikamwambia kama kuwakilisha tabii niambie ambacho tunawapatia kwenye viti wetu. Ili na mimi nikabidhi. Tayari ameshaniingizia kwenye simu yangu hapa shilingi milioni 2. Shilingi milioni 2. Na mimi namuunga mkono kwa hiyo shilingi 300 na jazilizia hapa. Kwa hiyo anayepokea kama sasa nishukuru kwa kumwakilisha mheshimiwa mbunge kwenye harambee ambaye amepata dharura. Sasa hapa niwapongeze wote wale waliotoa, wale walioagiza, waliotoa keshi, waliotoa ahadi. Sasa fedha ambayo tumeipata hapa, ahadi ni shilingi milioni 4 na laki 5. Hebu tuwapigie keshi iliyopatikana leo hii hapa ni shilingi milioni 3 na laki 3. Kwa hiyo imefanya jumla milioni 7 na laki 8. Niwapongeze na niwashukuru wale wote waliotoa kwa ajili ya kuwasaidia, kuwasupport kwenye mfuko ambao umeuanzisha. Nami niwapongeze kwa kuanzisha mfuko na kwa kuanzisha umoja wenu ambao una katiba na umesajiliwa. Naendelea kukumbusha tusio watu wa migogoro, tuzingatie taratibu, tuzingatie katiba yetu, ndio mwongozo wetu, ndio dira yetu. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nishukuru wale wote waliotunga mkono. Mimi leo nimepata nafasi ya kumwakilisha mheshimiwa mbunge kama mgeni rasmi. Na mimi nilikuwa mwaliko. Ili nimekuja nikapata hapa kwa mgeni rasmi hapa. Kwa nashukuru kwa kuridhia nilikuwa mgeni rasmi. Kwa majina naitwa William Marogati, ni mwenyekiti wa mtaa Bugosi, kata ya Nyamisangura, jimbo la Tarime mji. Shida na raha. Tulikuwa tuna shida au tulikuwa tunakereketwa namna mwenyekiti mwenzetu anavyopatwa na shida, tunakosa kuwa na umoja. Lakini tunashukuru walioasisi jambo hili na sisi tumeitika kwa wote kwa jumla, tumeunga mkono, tunafurahi. Lengo letu ni kusaidiana kwenye shida na raha. Mheshimiwa mbunge ni kwa kweli nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge Kembaki kwa jitihada zake tangu alivyochaguliwa. Amejaribu kutatua kero mbalimbali. Mimi mmoja wapo niseme tu mtaa wa Bugosi. Aliwahi kutatulia kero iliyokuwa mgogoro wa jeshi, lakini alihakikisha alipoingia tu na mimi nikaingia na diwani akaingia, alipambana mpaka tukakisha tukaribu. Kwa kweli ni mpambanaji, anatoa hela yake mfukoni, anachangia vikundi vya kijamii. Mmoja wapo na sisi umeona leo ametuchangia milioni 2. Kwa kweli Mungu ambariki, anapotoa Mungu amuongezee. Jina naitwa Chacha Barozi, mwenyekiti wa mtaa wa mawasiliano, natokea kata ya Bomani. Ni miongoni mwa wale wenye viti 81 wanaounda halmashauri ya mji. Mimi nimeona jambo lililofanyika leo ni jambo zuri sana, ni jambo la kusaidiana. Tumeamua kuunda umoja huu kwa lengo kwamba tunapokuwa tunapata changamoto mbalimbali za matatizo, aidha kuondokewa na wapendo wetu au kupata shida mbalimbali, tuweze kusaidiana kwa pamoja. Na mimi nimeona kwamba bila umoja hatuwezi kufanikiwa jambo lolote. Kwa sababu mimi nimefuatilia sana kwamba neno umoja siku zote ni neno ambalo linaunganisha jamii. Sasa tuko wenye viti 81. Tunatokea mitaa mbalimbali. Na ni moja ya jambo ambalo sasa linaenda kutuunganisha pamoja na kutukusanya pamoja kuwa kama timu moja. Kwa mimi nimeshukuru sana. Hichi kilichofanyika leo ni jambo kubwa sana lililofanyika kwa sababu kwanza sasa tumetambuana wote. Pia baada ya kutambuana tumeingia sasa kwenye kitabu kimoja ambacho kinaenda kutuongoza ambacho kinaitwa katiba yetu. Napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Kembaki, mbunge wa Tarime mjini, kwa kuweka nguvu yake na mkono wake katika jambo hili la leo. Jambo ambalo ni kubwa, ni jambo la heshima. Pia namshukuru Mheshimiwa DC wetu kwa kuitikia na kuwa miongoni mwa muasisi kwa siku ya leo kama mgeni rasmi. Lakini niseme kingine kikubwa zaidi. Huu umoja mimi ninachouombea ni kuwa tuendelee kuwa na umoja huu, tuwe na amani na utulivu. Maana shabaha yetu sisi
sio kufikia hapo. Tunataka kutengeneza umoja ambao unaheshimika katika sana. Ndugu waandishi wa habari, kwa kupata nafasi hii niweze kuongea machache ambayo nilionayo. Kwanza nashukuru kwa kuhusika kwenu katika uzinduzi wa katiba yetu ya wenye viti wa Tarime mji. Umoja huu tumeuunda kwa kusudi maalum baada ya kuona sisi wenye viti kuna matatizo mbalimbali yanajitokeza kati yetu. Wakati mwingine tunaugua, wakati mwingine hata kupelekea kifo. Matatizo mbalimbali ambayo yanatukuta. Tuliamua kubuni umoja huu kwa ajili ya kusaidiana katika shughuli zetu ambazo tunazifanya katika mji wetu wa Tarime mji. Lakini pia kushirikiana na uongozi wa serikali pamoja na Chama cha Mapinduzi na vyama vyote. Kwa sababu sisi tumechaguliwa kwa sababu ya kuongoza wananchi wote bila kubagua chama. Kwa hiyo wananchi wote waliotuchagua, vyama vya siasa na wale wasio na kuwa na vyama, wote walitupigia kura. Kwa hiyo tuna haki ya kuwatendea jinsi wanavyohitaji. Hatutatumika na tutaangalia katiba yetu nasema nini. Sijui tunaelewana. Lakini jambo la mwisho, Mheshimiwa DC, sisi kama viongozi hatutavumilia watu au genge la watu wanaotaka kutuvuruga, kutuchafua. Tumezalishwa kwenye mitandao ya kijamii huko, inawezekana huko au hauko, lakini kuanzia leo hii sisi ni watu wazima, tumesajiliwa kisheria, hatuvunji sheria. Tunaomba utupe ushirikiano wako pale tutakapoleta malalamiko yetu kuanzia sasa. Lakini jambo la muhimu zaidi, tufikishie Mheshimiwa Mbunge salamu zetu. Nami alinipigia simu akaniambia Mheshimiwa DC anakuja hapo kama mimi. Na tunashukuru umelimaliza hili. Mungu akubariki na wewe pia Mungu akubariki, tunajua majukumu mengi. Na mwisho zaidi sasa wenye viti, tumeandika namba zetu za simu, tulikubaliana wale wenye viti 43 tutatoa nini. Hatuna haja ya kurudia hapa. Siku zote waanzilishi hawatakuwa sawa na wale watu wa mwisho kwenye vikundi vyovyote. Kwa haya tutaki kuzungumza hapa sana, kikubwa tumeonyesha mwanga nini viongozi wenu tunapaswa kufanya na ni nini tunapaswa mtuunge mkono sisi viongozi wenu. Vile vile nipende kushukuru wadau waliokuja katika hafla hii ya umoja wa wenye halmashauri ya mji. Mkurugenzi wa Mara Online, tunakupa pongezi kwa mwitikio wako. Mkurugenzi wa Godland Hotel Mseti, ninakupa hongera sana. Kwa sababu nilileta barua kwa kijana wako, lakini nimekupigia ukasema kijana alichelewa kulipa, lakini umekuja. Ina maana una nia dhati pamoja nasi. Vile vile nipende kumshukuru mkurugenzi wa PKM kwa kutupa sapoti, vile vile Mheshimiwa Nyambari Nyangwini kwa kutupa sapoti. Ni jambo jema mnapolia pamoja na nia pamoja. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu awape afya njema, pamoja na Chacha Soya Wine Limited, Esther Matiko, Lobby Samuel, Said Chambili wamekuwa ni mwanga kwa umoja wetu. Kwa hiyo tuzidi kuombea, walipotoa Mungu azidi kuongezea. Vile vile amezungumza katibu wetu, tuwe kitu kimoja. Tusimame imara na tumsemee Mama Samia kwa mazuri anayofanya, na tumpe ushirikiano mkuu wetu wa wilaya pamoja na mkurugenzi wa mji. Hapa tulipo tuna zoezi la upandaji miti kutoka ofisi ya mkuu wa wilaya. Tarime itakiwa iwe ya kijani. Tupande miti na tutawapa maelekezo, tutatoa ushirikiano vizuri ili Tarime yetu iwe kijani. Mkuu wetu wa wilaya ni mtu mwema, muungwana. Muda wote ukipigia simu unapata mawasiliano. Mungu azidi kukupa afya njema, tutakupa ushirikiano wa kutosha.